Kipekee mimi Mheshimiwa Mwenyekiti wa bodi, mimi nakushukuru, umevuka maji mpaka huku kwetu. Sio kazi rahisi umeacha. Kwa kweli asante sana. Kwa niaba ya mkurugenzi, mimi ni washukuru TAWEN kwa kazi kubwa waliofanya. Ndugu zangu, agizo la Mheshimiwa Rais ni sheria na tunakwenda mwezi wa 7 na kila halmashauri, kila mamlaka imepewa kipande chake. Kwetu sisi tuna taasisi zina wanafunzi zaidi ya 100 wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, balozi wetu, sisi hatuna shule ina wanafunzi chini ya 100. Kwa hiyo kwenye lile agizo la Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan la kwamba kila shule, kila taasisi yenye zaidi ya watu 100 iingie kwenye matumizi ya nishati safi, sisi hatukwepi. Na kwa sababu hiyo mkurugenzi wetu Dr. Aaron Kaguru Mjuli alifanya mawasiliano kwa kutambua mahitaji haya, na kwa kweli akatuunganisha na TAWEN. Tulipowasiliana na mkurugenzi akasema sisi tutakuja, na kwa Dar es Salaam tutakuwa sisi tumekuwa wa kwanza. Jamani, tuwapongeze sana. Kwa Mheshimiwa Balozi, mimi niseme mmefanya kazi kubwa sana, na mimi nitoa mizigo kwa sababu kwenye audit kwele simo. Kwa nini simo? Au mkurugenzi wetu hayumo? Ni kwa sababu najua mmefanya jambo kubwa moja ambalo sikulitegemea. Tumepata vionjo vya fursa zote za kutumia nishati safi. Ni ukweli, si kweli jamani? Kwa hiyo kazi yetu sisi ni kuchagua fursa ipi tutumie, lakini sio kuchagua kuacha matumizi ya nishati safi. Hiyo fursa hakuna. Kwa hiyo sasa agizo la serikali hapa ni hivi, sisi wote tuko kwenye kundi la watu ambao lazima kutumia nishati safi. Kwa hiyo ikifungua Julai, jipange. Tumepewa fursa za kukopa, kuazima, kuchagua, lakini sio fursa za kuendelea kutumia kuni na mkaa unaoharibu mazingira. Kwa hiyo niwaombe wenzangu, wakuu wangu, tutakaguliwa, tutafuatiliwa tumefanya nini. Tuna fursa, tunaenda kufunga shule tarehe 6. Kabla hujafunga, kaa na mkurugenzi wako, kaa na bodi ya shule yako, waambiwe agizo la serikali sasa mguu sawa. Julai nishati safi uwanjani. Tumepewa hata nini fursa ya kuletewa tani nzima ya mkaa. Jamani, hapo vipi? Sasa watu 30 hapa, tuna watu 77, 78. Karibu 50% tumeshafikiwa tayari. Jamani, mimi nikiuliza nasema wote tunatumia. Lakini tuna uwezo wa kuinstall gas, tuna uwezo wa kutumia briquettes na zingine. Mimi naamini tumefikiwa. Nawashukuru mno. Lakini niseme kwa maana ya elimu tumeipata, niwashukuru kwa elimu. Hii elimu iliyotupa sio ya shuleni tu peke yake. Tuna fursa za nishati safi majumbani, tumepata meko hapa, tumepata sufuria, tumepata vitu mbalimbali vya kutumia nyumbani tena kwa usalama. Nafikiri hizo fursa tena zipo za mikopo na za direct. Nilikuwa tu nawauliza watu wa TANESCO, wasema tunatoa namba za mawakala, akipiga anaenda kuchukua jiko la umeme bei chini ya shilingi 1000 kwa saa. Wewe unapika, jamani, nani anapika chakula saa nzima? Labda wale watani zangu si wataji. Lakini kiujumla ni waombe tuwe wadau na mabalozi wa utunzaji wa mazingira kwa nchi yetu. Tuwe mabalozi kwa walimu wetu. Hii fursa sio kwa ajili ya shule. Kule shuleni sisi tuna walimu zaidi ya 2000. Kila mtu naomba akawe mdomo wa serikali. Tuanzie nyumbani. Nyumbani mwambie yule mwalimu mwenzetu pale, jamani, kuna fursa hii, tusiende kukaa nazo kimya. Kachukue jiko la nishati safi, kuna mkaa wa nishati safi. Hizi fursa tukizitangaza, tunaweza sio biashara research, tunaweza tukajikuta Tanzania yetu inakuwa green. Dar es Salaam
Tukiangalia vizuri alfajiri utakuta kuna malori ya mkaa yanayoingia hapa. Halafu tunalalamika mvua na mafuriko. Tuchangie kwa kuwaambia wenzetu. Tuchangie sisi kwa kuwaambia wanafunzi umuhimu wa utunzaji wa mazingira na matumizi ya nishati safi. Wanafunzi wanatuamini mno. Ukimwambia, mwambie hivi, ukifika nyumbani, mwambie shuleni, amwambie mzazi au mlezi, tumepewa nafasi kule shuleni, tumepewa elimu kwamba kuna meko au aina fulani za sufuria zinazopunguza sana gharama. Kwa hiyo mama, baba, naomba tuzitafute hizi. Tutazipataje? Mwalimu wetu anajua, wapeni namba. Yaani wanafunzi watafikisha hiyo taarifa kama ilivyo, hawaachi. Tena ametuambia mkuu wetu wa shule, imefika. Tutawafikia wazazi na jamii kubwa sana. Kwa hiyo tunayo hiyo fursa, tunao huo uwanja wa kuisaidia serikali kwa kutumia wanafunzi na walimu wenzetu kutunza mazingira yetu. Tuna shule sasa hivi zinataka hata kubomoka kwa sababu ya mmomonyoko, lakini chanzo chake hatujatunza mazingira. Naomba kwa hilo tukawe sisi ni mabalozi. Mwisho, viongozi wa TAWEN, tumesikia fursa za kwenda China kwa walimu wanachama wa TAWEN, na hapa mimi najua hawajanyoosha tu mkono, ungetoa hiyo fursa wangesema mimi kesho nakuwa mwanachama. Jamani, na ninachotaka kuomba, naomba tuchangamkie fursa za wanachama. Alafu mimi nakuomba Mheshimiwa Mwenyekiti Ubungo, angalau hata tuwe na wakilishi wao wakienda China. Hapa tuna shule zinafundisha Kichina, waanze kujifunza na lugha ya Kichina. Kwa kweli mimi nitafurahi hata wakiwa wawili watatu, sio mbaya kwa kuanzia. Mimi wanachama naamini wataweni hapa washapatikana. Kwa hiyo mimi nawaombea tusiye tukasikia walienda afu Ubungo hatupo. Mwisho kabisa ni washukuru tena wadau wote. Nishukuru TAWEN kwa niaba ya mkurugenzi, sisi tuahidi agizo hili la Mheshimiwa Rais tutatekeleza, na sisi tutaendelea kuwasiliana. Mmeacha mawasiliano yetu. Kuna nafasi za uwakala wa nishati, wadau wapo watachangamkia. Basi naamini lengo la serikali, lengo la Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, la kumtua mama kuni kichwani kwa Ubungo limefika. Nawashukuru sana na karibuni sana.